Nuru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Swali langu she, tumekatazwa kupeleka kesi zetu kwenye matwauti. Kupeleka kesi zetu kwenye matwauti. Naam, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum zalimun. Asante. Naam, lakini mimi nina tatizo na ambaye sio kwa Muislamu. Nimempa amana yangu. Tumeandikiana. Ile tarehe imefika, wakati wa kunirudishia amana haijafika, naona kama vile ananichenga chenga. Sasa nikienda kule kwa afande ili amtisha nipe amana yangu, nitakuwa nimefanya makosa. Ili afanye uadilifu ulipo chako. Asante, nitakuwa nimefanya kosa. Hauna kosa hata moja. Swali lake liko wazi. Mtu anamdai na siku zimefika, mwenye kudaiwa hataki kulipa, na yeye shekhe anaelewa kwamba huyu nikimpeleka kwa kadhi au kwa shekhe, kadhi hana jela sana. Kadhi ataambia qala Allah qala Rasul, na huyu hayo wala haya, ni kama kumwagia maji kwenye mgongo wa bati. Tangia hapo si Muislamu. Lakini nikienda kule kwa tawaghuti, kwa lugha nyingine, kwa zile sheria zilizowekezwa na dini haikubali, lakini kama sikwenda, haki yangu itafanya nini? Itapotea. Nafanya aje? Utaenda kule na Mungu anatazama nia yako. Innamal a'malu binniyat, na Allah amesema wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, msiwaachie wajinga kula mali yenu kiholela, mali ambayo ndio sababu ya maisha yenu kuwa sawa. Inabidi unampeleka kule ili wamfinye sawa sawa, arudishe pesa. Hapo hakuna kosa kabisa. Na niko hata nikuulizie kuhusu mpangilio wa swala. Nini? Mpangilio wa swala kitu tunasali. Mpangilio wa nini? Swala. Sala. Naam. Tayeb, umefanyaje? Kwa alfajiri, dhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Naam. Sasa sala ya kwanza ni yao wapi hapa? Wewe unataka iwe wapi? Kwa sababu najua kama sababu unayo, lakini wewe unataka ya kwanza iwe wapi? Sasa wewe kama unitie nafasi ya kwanza, wewe kwanza unataka iwe wapi? Mimi ya kwanza toka ni alfajiri. Ndio unajua wewe. Lakini kuna nafasi ya kupa majibu. Ya kwanza ni ya magharibi. Ya magharibi. Dalili kwenye dini sio kwa na sio sikia mzee anajua. Haujamwona wewe kijana anapita hapa, anapita alfajiri, kijana anacheka, si anapita hapa? Yuko wapi kwanza? Anapita wakati gani? Ndio siku inaanza. Kwa ndio sala ya kwanza ndio ya kwanza na ndio siku inaanza, ndio na tarehe inabadilika. Ni dini, sio sasa ya usiku. Hiyo ni vya kwenu, najua pia akili yenu inaenda huko. Sisi siku yetu inaanza ni maghurubi shams, jua likizama, siku imeanza. Kwa hiyo sala ya kwanza ni ya magharibi. Na magharibi tunasali jua limezama, au sio hivyo kaka? Tunasali jua limezama, ndio ya kwanza. Magharibi, la ishai, alfajiri, adhuhuri, la asiri. Ngapi hizo? Basi la asiri ndio ya mwisho maana. Na ndio ya mwisho. Maana siku kama vile siku inaisha magharibi na tarehe. Naam, inaisha magharibi. Nafikiri moja tarehe inaisha magharibi. Tarehe siku inaisha magharibi. Mimi kwa najua kama tarehe ni leo, lakini siku itaanza kesho. Nitaachana hivi zaidi. Tarehe na siku ni pamoja. Dalili ya pili, Ramadhani inapoingia tunaanza kusali tarawih wakati gani? Magharibi. Magharibi. Umekumbuka sasa Na tunakuwa hiyo siku mchana hatukufunga. Lakini au umesahau? Tunafunga kesho. Tunafunga kesho lakini umeanzia sana magharibi. Basi. Lakini isha tutakula. Sasa umesahau ajira wewe unajua. Na isha tutakula lakini. Na isha tunakula. Unasema? Na isha tutakula. Kwa sababu tumeruhusiwa tule usiku mpaka mwisho wa usiku. Sio tumeruhusiwa mpaka tunakula. Swali langu liko pale. Siku ni kesho, inaanza hapa ndio. Siku imeanza pale tumeanza. Na ndio tunaongea tarehe moja. Na ikifika ile siku tutasali la Eid. Mwezi umeandama wala Eid. Wanatangazia sala magharibi. Tunasali tena tarawih. Bimeisha. Ramadhani imekwisha. Acha kwa mnasahau jamani. Mwisho ndio kusahau mlango kuingia peponi sasa. Nani mwingine? Naam, leta huku.
au ni waulize tu hivyo hivyo? Ni moja na wewe. Shehe, kwani niko na swali. Hapo tushamaliza kutia sanda vipande vitatu ya sanda. Naam, shuka tatu. Sasa tunamtia maiti. Jua hapa unatuambia tunapaswa kwa condition ili maiti yani ile paziane tunemwekea. Naam. Yani kuitoa sasa kumvua nguo sasa kwanza kumkoa. Ile hapa juu. Naam. Tufanye gisi yote mwe tuchane ile nguo. Naam. Asifulani. Tayeb. Sasa tushamtoa hapa tunamtia pale ili tumvalishe vitu tukao tumempangia. Naam. Itatokaje? Swali nzuri sana. Maana pale tunamkoshea sio tutamvikia wakati tutamnyanyua kale tulimfunika kana kwa kaliingia mpaka chini ya mgongo. Sio unafuata vizuri. Kwa hiyo katika kumnyanyua mnaingiza na mikono ili kasitoki. Mnamnyanyua zile shuka mnakuwa tayari mmeziweka ziko tatu. Hiyo tusina karatasi hapa. Hapana. Wao angekufa tu mtu tukakuingiza kwanza ukaona. Maana kuna wengine bila praktiki anakuwa ngumu. Kuna system wao wanakatoa, wanatia kangine. Lakini katika ukatoa maana yake simaiti milala hivi. Wanaleta kangine kapi kanaingizwa kwa chini hivi gisi wanasogeza na wanaenda wanakokota hivi. Kisi unaenda kokota haka na unasogeza mpaka inafikia tena haka kanakuwa kameziba. Kama unaona kwenye praktiki itakuwa ngumu. Alafu ni masikitiko, tena umkamate vizuri. Ni masikitiko ndugu yangu kama huyu miaka yote mpaka huyu hajaona penye anakosha maiti. Au kuna wazee pia mtaona. Inawezekana? Kamata kwanza usione. Mzee anajua shagaona nyewe, mshagaona penye anakosha. Mzee na hakuna mwingine mzee hapo. Maana itakuwa ni masikitiko. Hivi nadhani ule mzee wetu nadhani kimtaja jina hakuna kosa. Mzee Khalid alisoma hili Sheramu. Si mtihani. Pako mzee wetu tunapenda kumtania 12 kule mzee ndio akukosha. Yeye alisoma masuala ya kosha maiti. Au ni ushapu. Kama ni kwenye dini hakuna ushapu. Ima unajua au haujui. Ndio maana ni muhimu watu wafunze. Kwa hiyo wao wanakatoa kale kama maji wanakatoa taratibu. Kisha nakakokota na kingine kanakuja mpaka wanamfunika. Anapokisha mfunika ndio wanamnyanyua pale. Na hata katika hata katika kumvika zile shuka. So amelala hivi. Hii shuka ya kwanza inachukuliwa huko inakunjwa hivi, maana yake inapita mpaka huko. Alafu inaingizwa. Sio inaelewa vizuri. Yaani silikuwa hivi. Inaitwa hii. Inaingizwa mpaka huko chini. Kuna kipapi kimebaki hapo. Hiki tena kinakunjwa, kinaingia huko. Alafu ndio anaenda kwa ile ya pili. Ile ya pili wanachukua tena mambo mengine na wanakwenda hivyo mpaka sio wanamaliza, alafu kule wanatia tunaitaga arbitra. Arbitra maana yake ni zile kamba. Na dini imesema lazima ziwe witri. Lazima. Yaani kama ni katoto kadogo, kale ka bebe kale, lazima kamba hii juu ni kadogo ifungwe pale katikati. Kama ni karefu kidogo hizo. Kama ni mrefu zaidi hizo. Hata akiwa unju mrefu waje zisizidi 7. Ndio kiwango cha mwisho. Yaani hata akiwa ni mrefu hapa mpaka kule kwenye mlango ziwe 7 tu. Na wakati wa kwenda kumzika dini imetufunza kule ambako miguu yake itaelekea. Wakati mmemweka katika mwanandani, maana ndani ya mwanandani anawekwa analalia ubavu wake wa kuume, umbele wake unabanana na kibla. Nadhani imeeleweka Umbele wake unaambatana na kibla. Na hii ni hadithi pia Mtume alituonyesha kwamba Al-Kaaba ni qiblatun hayyan wa mayita. Al-Kaaba ndio kibla chetu wa Islam. Tuko hai na hata tukiwa tumekufa ndio kibla chetu. Kwa hiyo na kumzika tunamlazia ubavu wa kulia, huyu mbele wake unabanana na ule ukuta. Sawa? Tukishamweka vile kule penye miguu ataielekeza, ndio anatakiwa maiti mkumuingiza kaburini apitishwe kule. Asieni mtu analeta ujuaji wake kwamba tumpitishe hata huku. La yajuzu. Na ndio maana utaona maiti zote wanamume wameenda kuzika zinapitaga mambo ya chini, ni mafunzo Mtume. Na haijuzu kumzika kumtia mwanandani bila kufungua zile kamba. Ni lazima wale wakimpokea zile kamba wazifungue na zibaki mle. Uislamu unalinda pia, msiende kufanya mashiriki yenu. Maana watu wanatafuta na pamba
na sanda na maji yalikoshwa. Wajinga wako tu wengi. Kwa hiyo ni kuhakikisha amewekwa mle. Baada ya kumweka mle, tutafukia kama tunafukiaga, na baada ya kufukia kisuna, Mtume wetu Muhammad alituonesha kwamba ule udongo unaozidi kwenye kaburi, akasema Mtume, alla yazidu ala shibra, kuanzia pale kwenye sirfasi ya ardhi usizidi shibu hivi, ganja moja la mkono. Kwa hiyo kwa Burundi kama mnaona tunatia tuta, ni kwa sababu ile ardhi sio udongo, ni mchanga. Kwa hiyo ni minbabi dharura, tunahofia kwamba tukiweka hivi baadaye utafanya nini? Utashuka alafu itakuwa shimo. Lakini kwa wale wanaozika sehemu ambayo ni udongo ni lazima uhakikishe iwe ni shibu. 3, kaburi lazima iweko athari. Athari na kusudia ya kumjulisha mwenye yuko hai kwamba hii ni kaburi. Kama utatia mti na mti, kama utatia jiwe na jiwe, lakini iwe tu athari, ili mtu akipita aone ni kaburi asikanyage. Maana kuna wengine wanajidanganya nasema leta mti mbichi ili uote. Ikishaota inakuwaje? Mbuzi zitakula. Zikishakula inakuwa eti asiazibiwi sadaka. Nani kakudanganya? Hicho chenyewe kujifanyia yeye. Laiki. Kwa hiyo yale tunaweka ni athari. 3, Mtume Muhammad alimwambia Ali ibn Abi Talib, alla tada qabran musharrafan illa sawaitahu. Akamwambia Ali, kaburi yoyote utaiona iko tofauti na zingine, ima imejengewa, ima imepakwa rangi, ima imewekwa alama, anasema isawazishe, ifanane na zingine. Kwa nini? Wewe unataka kuyafanya kwa ndugu yako, kwa baba yako, kwa babu yako, kwa nia nzuri, ili ukiwa unaenda makaburini kuzika umuombee dua. Lakini utafikia wakati utakufa, ujui katika kizazi ulichoacha wanaweza wakaja ema wajinga wakaanza kumwabudu mzee pale. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa sababu, na ndio maana dini kakataza. Wewe hata ukimwombea dua huko ndani kwako itamfikia, sio lazima mpaka uende makaburini. Kwa hiyo ukiona mtu anatenda hivyo, baadaye wewe nenda kalitoe, kwa sababu ni amri ametufunza Mtume wetu Muhammad. Lakini katika kuyatekeleza, mnatekeleza kwenye kaburi za Waislamu, maana ndio za kwetu. Hizo zao wengine msili kufanya maajabu, mtafungwa. Na mkifungwa si atumo. Mwingine nani? Naam. Swali langu ni pale mpotuambia kwamba unapomkosha maiti si vizuri kumgusa na mikono. Naam. Kwa wale wanandoa mke akimosha mume wake. Swali nzuri sana. Kwa wale wanandoa sasa, mume ndo kamkosha mke wake, ni vizuri naye avae gani, kwa sababu kama maiti ina maradhi ya ambukizi, pia naye afya yake ni muhimu, ajilinde, ni bora zaidi. Naam. Maliza afu mpe kule, tunaenda hivi huko, tutarudi nyuma baadaye. Ni mawili maswali yangu. Sawa, twende bi. Msala kwanza ni kwenda kuulizia maiti ya Kiislamu amezikwa bila kuoshwa, labda penye kutokana na mazingira penye anaishi. Ipi pasha pita hata wiki, ipi hukumu yake mshajua ile maiti ilizikwa bila kuoshwa? Acha tujibu kwanza. Ndugu zangu Waislamu, anauliza kijana, maiti ya Kiislamu imezikwa bila kuoshwa kutokana na sehemu anayoishi. Kabla sijajibu hili swali, na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, kuna vitu vine maiti ya Kiislamu ni wajibu itekelezewe. Tunaposema wajibu ni kwamba mkiacha hata hiki bila dharura yoyote, si kwamba mnapata dhambi, mnapata laana. Waislamu wote wenyewe kwa hilo eneo, haikosema hiki, mnapata laana kila Muislamu mwenyewe kwa hilo eneo. La kwanza katika hayo mambo maana, maiti ya Kiislamu lazima ioshwe. Muislamu waziku bila kuoshwa. Kama haujui haya mafunzo, basi mkoshe tu, lakini akoshwe. Kama vile mtu anapokoga janaba, kama hajui kuoga kisuna, akoge tu, asikae na janaba, lazima aoshwe. La pili, maiti ya Kiislamu haizikwi imevikwa nguo, lazima ivikwe sanda. Na sunna sio wajibu. Sunna ni kumvika sanda nyeupe. Kwa lugha nyingine, kama hakuna nyeupe bado zingine mvikeni. Maana kuna wengine inaweza kwa ile eneo hakuna sanda, hakuna shuka nyeupe, wakaanza kutuba mpaka kilomita 3000. La juzu.
kikubwa iwe ni sanda tushuka, lakini sunna ni nyeupe. Mtume wetu Muhammad sallallahu kwenye hadithi sahih alisema khairu thiyab albayadh ilbasuha wa kaffinu fiha mautakum. Mtume alisema khairu thiyab, vazi bora kwa wanamume, vazi bora kwa wanamume, Mtume alisema ni nyeupe. Akasema ilbasuha, vaeni nyeupe, ikiwa kanzu iwe nyeupe, ikiwa t-shirt iwe nyeupe, ikiwa nini kwa mwanaume nyeupe. Akasema ilbasuha, vaeni vyeupe, wakafinu, na muavishe sanda mautaku, maiti zenu nyeupe. Kwa hiyo napendeza, kwa sababu weupe miongoni mwa faida yake, ikiguswa na uchafu unaona mbio, kama alivyovaa kanzu nyeupe ndugu yangu pale, ikigusa hata tashi utaona. Ama nyeusi anaweza kaipiga hata wiki 3, na ndio maana Uislamu ukakataa. Sawa jamani? Kwa hiyo hilo ni la pili, kuvikwa sanda baada ya kuoshwa, kuvikwa sanda. La tatu, kusaliwa sala ya maiti. Maiti ya Kiislamu kusaliwa na laini hilo la kustiriwa, lazima azikwe. Maiti ya Kiislamu lazima azikwe, na ndio maana ninakuhusieni vijana, usendi kukaa sehemu ambayo hakuna Uislamu. Maana kuna wengine ni wajuaji, bana ukikaa sehemu ya Uislamu kelele usuto unataka mwao, utakufa, utakutia msanduku, utaishia huko, alafu Mungu utaenda kuulizana naye. Kwa hiyo hayo manne ni wajibu yatekelezwe. Sasa kijana anauliza, ndio kazikwa bila kunini kuoshwa, alafu anasema kisha piga wiki, hatutamfufua kama baada ya wiki hatafufuliwa tena, hukumu yake mbele ya Mungu. Kama kuna Waislamu walikuwa pale na wakazubaa au wakafanyia kusudi, wataenda kuyajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la pili, swali langu la pili linazungumza kwa mwanadada aidha kwa mwanamama, labda iko na ujauzito. Naam. Kisha akafa, kisha chukua hata miezi 6 hata 7, alafu tuseme wenye anaishi nao hawajui, wafahamu kama iko ni mjamzito. Naam. Huenda akataka kuitoa ile mimba sawa sawa na mazingira, kisha akafariki, hawajui, akafa lakini haijatoka. Wakaosha kaenda kuzika, wakamzika na ule kiumbe mtumbo, na ule kiumbe mtumbo. Wewe unataka kufanya jua mtoe? Naam, wewe unataka mtoe? Jibu tu, tuendelee. Tena jisikie huru tu. Sijui nataka nimeuliza swali nijibie sasa. Majibu ni hayo, ilicho alichofanya ndio umepatia. Akifa mwanamama na mimba mtumbo, kwa maana na ile mimba imekufa, anazikwa na mimba yake. Ndio majibu. Ndio chukua nataka maana zamani walikuwa ndio wanapasua wanatoa. Suna anazikwa nayo. Ndio hivyo. Naam, Sheikh, maswali mawili ya haraka. Haya, twende mbio. Tumesema tunaenda mbele kwa bwana mkubwa kule. Maiti anaweza kaoshwa na watoto zake? Maiti anaweza kaoshwa na watoto zake. Yaani mfano kama vile kama mimi na watoto wangu nimefishwa, watoto wa kiume wanaweza kaniosha? We baba. Yeah. Alafu vijana wako. Yeah. Kama wataweza, tatizo liko wapi? Lakini vizuri uoshwe na ndugu zako. Ni bora. Yaani wakubwa zako, wadogo zako, ni bora zaidi. Kwa sababu pamoja na kuficha tumesema kuna wakati kile kitambaa kinaweza sio fresh. Isipokuwa katika mlango wa dharura. Hakuna sasa huyo baba mdogo, baba mkubwa, amosha mzee. Swala pili, umezungumzia kuhusu kumosha tutumie witri. Naam, dosun. Kuna limiti dini liweka, zikienea hizi msizidishe. Kunako kuosha? Hapana. Kunako kuosha kila utakapoona haja inaomba umuoshe, kwa sababu bado kuna uchafu. Uende, lakini kwenye idadi sio gawika na ngapi? Na 2. Naam, nilikuwa nataka kuulizia, kwa sasa unaona kama medicine ili avance. Naam. Mfano mimi na mke. Naam. Na matatizo ya niseme mbegu zangu au manie yangu hayawezi fecondation. Ndio. Inajuzu kuchukua manie yangu kwa mganga alafu unayapandikiza kwa mke wangu? Inajuzu. Swali ni zuri sana. Avec le progrès de la médecine, kwa hizi zama tunazoishi, masuala ya kiganga yameenda mbali. Ndio anauliza bwana mkubwa. Leo kama wewe umechelewa kuyafuatilia kazi yako, leo mtoto anaweza akazaliwa akatokea kwa mtoto na hakupatikana kwa tendo la ndoa la moja kwa moja kati ya mke na mume, lakini walichota
maji ya uzazi mani ya mume wakayaingiza kiganga kunako mayai ya mke wake. Ndio swali anauliza. Dini inasemaje? Inajuzu. Inajuzu kabisa bila matatizo. Na hasa inapokuwa inaonekana kwamba labda mbegu zako ni hafifu, haziwezi kufekondele nini mpaka kwa hiyo usulubu, inajuzu. Lakini kwa sharti yawe ni mani ya kwako na yeye iwe ni ovule, yani mbegu ya kike ya kwake, ili pasinima swala ya kupandikiza wengine. Maana kuna masuala ya mirathi. Dini inakuja kutizama huko ili wasio wakarithi wale ambao hawana haki kwa hao wazazi. Inajuzu. Naam, dini nzuri sana. Wewe alafu mpe ule kule. Mwanamke sasa ndio iko na matatizo. Juu siku yani unajua sasa. Yani no. Tatizo sana la mwanamke. Ndio. Juu siku je, tueleze sasa. Sio la mwanamke linakuwa liko wapi? Maana ile mwanaume limeeleweka. Mwanaume ndio mbegu zake haziwezi kunini. Anasema mwanamke zinakuwa wapi? Tuko na muda wa kuvieleza. Yuko? Tuko na muda wa kuvieleza. Uko na unauliza kama uko na muda wa kueleza? Kama sekunde 30. Sitakuwa ndogo. Basi mtu mwingine aulize. Swali la kuhusu mume na mke kuoshana, yani mmoja akifariki. Na umetuambia kama inaweza kuwa bora zaidi wao wawili wale watatu. Kufanyaje? Wao wawili wale watatu, jua kusaidizana kumwosha. Kuna mtu ana wake wawili au watatu. Mjomba wangu mimi alikufa miaka 2-3 nyuma. Alikufa mjomba wangu, watu wengi wanamjua, marehemu Dunia Jumbe. Na kilio mimi nilisimamia. Na ilikuwa ni mtihani, lakini kwa ile siku waliweza. Alikuwa na wake hao. Alafu mbaya walikuwa wapatana. Unaiona hiyo hadi? Walikuwa wasikilizani kabisa. Alafu kafa. Ilianzia mawiza pale pale. Mliokuwa mnamgombania ndio huyo amelala. Sio sababu mleta ukewenza. Sasa mtamkosha mwe. Na wallahi na kwa pia walimkosha. Sisi tulikuwa nyuma ya pazia tunawapokeza maji tu. Ndio tunawasogezea, anatoka umoja na nyanyua. Sasa tutamkosha anyoshe, bisi mtaweza mkosheni tu. Walimkosha. Kwa hiyo kama ni mtu ana wawili watatu kinawezekana Swali lako unaona pale linaelekea sasa ni mmoja alafu wewe ni kapaku. Sikuna wanaume wako hivyo. Gange mwanaume, mke wake ndio pia anataka kuuliza. Hata mkosha atamkosha tena jirani na nguvu. Huyo atakosha na wanaume wenzake. Mwanamke atakaa analia tu. Mpe Fredi kule amalize afutuje huko. Naam shehe, mimi swali langu nilikuwa naulizia kuhusu mtu amefia baharini pale ziwani au kwenye mto ndani ya maji. Tunajua kama ni Muislamu. Ataoshwa? Sio lazima. Si bahari ishamkosha. Au unataka na sisi tumkoshe tena? Ndio kwa swali langu. Kuna israfu ya maji. Sishamkosha. Sitamzika. Nani mwingine? Tunakuja huku sasa. Kata kule kwa Isa alafu tupande hivi. Ndio. Mpe ule. Alafu tutapanda hapa tufikie na kwa window tuteremke huko. Na maswali 10. Yote yako ndani ya mada lakini waombe Waislamu. Au mwisho na maswali 10. Na mimi ndo wa mwisho. Iskana. Alafu kwenye hayo 10 kuna moja kwanza nitakiwa niweke sawa. Uliza kwanza matatu alafu mengine nitakupa baadaye. Uliza matatu. Kwenye hayo matatu tunakusudia witri. Kwenye matatu hayo natakiwa niongeze kuna la shehe nataka niliweke sababu alizungumzia kwamba mwenye amempeleka kwenye mashtaka ni Mkristo akiwa ni Muislamu. Vipi? Na hapa yani samani wakiwa wote ni Waislamu sasa. Ndio swali la kwanza. Sawa, ndio nataka nijibu sasa. Wakiwa wote ni Waislamu, yani shekhe anamdai Muislamu, lakini Muislamu hataki hataki kumlipa. Na shara kama huyu jamaa hataki kulipa. Ndio. Swali linakuja, shekhe akimpeleka kule kwenye sheria ile ili wamshishe adabu walipe, atapata dhambi? Shekhe ampeleke kule, asimpeleke kwenye mahakama ya Kiislamu. Sio mnanifanya vizuri. Kule kwenye mahakama ya Kiislamu hawana jela. Hawana ndembo. Kule huwa hatupigi. Kule huwa tunafanyaje? Ni mwezi unaona ni haramu. Ulisema kama
ulisema kwamba ni makosa kupelekana. Kuna haya ulisijua. Sasa dini natizama na haya yote nilikuwa nakuambia. Kama huyo uwezo upo kwamba mahakama ya Kiislamu ina sulta kamili, yani ina nguvu zote, au ukienda kule Mungu anakuchoma. Lakini kama hakuna, tena tuache tu hivyo, mfano tuliokuwa wazi. Kaja kaka hapa kakuzulumu gari yako au nyumba yako, kakuzulumu au ameiba umekamata kwake, utaenda kwa kadhi juu Muislamu? Haiwezekani. Kuna mengine lazima utizame, sio nchi inapelekwa kidini hapa. Ama ya kwako kati yako na mke wako mmekoseana, mna hivi, mnahitaji nasaha, nendeni kule, hao naeleweka. Lakini hao ya kumfinya, kama nimesema, ili wamfinye kidogo, kule hawafinyi. Unapeleka penye wanafinya, wamfinya alipe vya watu, unajuzu na hakuna kosa. Naanza sasa na swali. Maana kuna wengine wanakufundisha watu Muislamu gani wewe unaenda kunishtaki huko, unaambia huko. Naam, naanza sana swali langu. Haya, ulituambia hapa kwamba yani jinsi tunavyosogelea imamu, jinsi tunavyokwenda tunapata thawabu. Lakini tumezoea tuambia kwamba hapa watu wa nyuma imamu wawe ni wenye elimu. Wengine si elimu zetu tunasijua sasa za kusukuma twende. Hapo tunapambaniaje hapo ndani? Hapa kuanzia hapa pembeni kidogo hofu wewe. Usije hapa. Ili imamu asiharibikiwe ukasukuma mbele ukaleta aibu. Na kama wachache bundia huku. Hawa elimu watu wanachelewa hapo. Chezea hapa karibu ili wasogee. Jua atakuwepo tu. Wataku. Sawa. Wewe sala ile salibu adhini na wanitu peke yake. Hakuna hiyo sana. Na wewe chezea tu hapa karibu. Wakisogea wale wenye elimu fasi ni kwa kipindi tunawaita wanakataa. Tafadhali nakwambia. Basi amekataa sogea. Usifanye herere. Kuna watu wanamuita kwa Sheikh anakataa. Na hata hapo. Hauna kosa. Hata ikitokea sala karibika ndio ataulizwa. Kwa sababu fursa ulifanya nini? Ulimpa hakutaka kuitumikia. Na hapo ulisema kwamba kutoka na mguu wa kulia, nimetoka na gari nyumbani, naanza na pineza nyuma au pineza mbele. Vizuri sana. Swali ni nzuri. Nimependa tu kucheka. Nimetoka nyumbani na gari. Unapoingia ndani ya gari yako, unaingiza miguu yote miwili. Unarukiaga. Hapo ndio sunna inatizama hapo. Na kama unaingiaga kiingia tu kuanzia leo kujikosoe. Hata hapo kutoka msikitini ukaingia katika gari lako, anzia mguu wa kulia, isipokuwa pakiwa dharura. Isipokuwa pakiwa nini? Dharura. Maana hiyo gari zingine yenyewe mnaita ni gauche droite, pengine haiwezekani kuanzia mguu hiyo ni dharura sasa. Lakini kinyume na hivyo vizuri, anzia mguu wa kulia. Imetokea la tatu hilo sasa. Na ndo la mwisho. Ndo la tatu? Basi nitafute lingine na swali la imetokea dada yangu amefariki, lakini nani kafa? Nani akafa? Mwanamke. Kwa sababu dada yangu bado ana nywele za rangi za curly na meno ya dhahabu, au labda amesuka dread. Inakuwa vipi huyu mtu anampeleka hivyo? Swali zuri. Mwanamke yeyote atakayekufa yuko na nywele amesuka mesh, haendi nazo, watabitoa. Yuko na dread zile za kuunga wanaita, watabitoa. Yuko na uzi, watatoa. Sijui wananifuata vizuri. Watatoa. Yuko na jino la dhahabu. Kama usisahau nadhani jino za wanawake za dhahabu ni kitu wanavisha. Watakatoa. Kuna wao mwingine siku wanaita nini, waweka katikati ya hapa. Watakatoa. Kama kisi hata akiwa na pete yuko na saa wewe nayo kaka. Ili watabandua watatoa. Na hata ukiwa na mawani kama wewe hautaenda nayo, yatabaki. Hautapeleka kitu. Sababu yeye kuna chuma kwenye mwili na kwaje? Ndani ya mwili. Ndio. Ndani akitolewe. Kwa sababu kwa ndani. Kwa wakati huyo mtu tarasha kufa. Naam. Ndio akitoe hata tembea huko. Ni kweli. Lakini kwa sababu tusimfanyie maiti kile ambacho hapendi kufanyiwa kwa hai. Isipokuwa katika mlango wa dharura. Kama mtahofia kwamba kutokana na thamani ya kichuma bana kitakuwa na bei, wasiji wakatokee wajinga wakaenda kufanya nini? Unajua kuna watu hawana hata kaburi kule zinachungwa. Mlishajiuliza kwa nini zinachungwa? Kwa sababu kuna wezi wanaendaga kuiba. Hasa zile za ndugu zetu zile ambazo unaona kidogo kuna watu wanaona upuuzi gani, mali ilale hapa, sisi tuna njaa. Sasa mkiofia ile wasendi katika mlango wa dharura, hapo ndio mtakitoa. Lakini kama mnajua hakuna ile, mwache aende nacho, sio tatizo. Naomba samahani, swali langu lilikuwa la kwanza, ndio limekuja mwisho sasa. Naomba nilimalizie hili. Nilikuhusiana na kujengea kaburi. Umezungumzia hapo kwamba tutia alama yenye ya nia kwamba hii ni kaburi mtu asikanyage. Naam.
lakini naweza nikaja mimi kusema niitie alama nijengee hapo hapo, sijengee hivyo, nimetia kama mfano jiwe kubwa tu lenyewe nimelipaka rangi. La yajuzu. La yajuzu. Sasa alama ni alama gani? Alama maana yake tunaweza kusema mfano unaweza katia board mnaita mwe, au unaweza katia jiwe tu la kawaida, au unaweza katia mti. Almuhimu mwenye atapita aone hili ni kaburi basi. Ama hiyo rangi wewe una malengo ya kutofautisha hiyo kaburi na zingine, ili hata zikijaa ujue hilo ya fulani. Hicho ndio umekatazwa na dini. Dini inataka kwamba kaburi zikishaongezeka na wewe mwenye kaburi yenu usijui, ili ukienda kuomba dua utawaombea wote, innamal mu'minuna japokuwa malengo yako sana unakusudia marehemu baba yako au babu yako. Ukiweka hiyo rangi ndio wale unaonaga tuko tunazika haujaona. Kile ndio tumekatazwa. Kile mko mnazika unamwona mtu hii ni ya mama. Kuna wajinga nishawaona wengine anakana anainua na mchanga. Alafu wenye akili zake mbovu anajua kama ndio anapata thawabu. La juzu. Kwa hiyo dini imetukataza. Kuna mtu amenitumia picha ya kunionyesha kaburi la Ibn Taymiyyah limejengewa. Nani kakudanganya? Niko nayo hapa. Nani amekudanganya? Nimeandikwa Kiarabu. Nani amekudanganya sheikh? Halikujengewa la mfalme Fahad. Halikujengewa la mfalme Abdallah. Litajengewa la huyu. Uliona kaburi ya mfalme wa Dubai? Uliona kaburi ya mfalme wa Emirati? Labda wao kwa sababu amekufa muda mrefu nikuambia. Labda wangeo kwa kipindi hicho sijui. Hakuna. Kwa sababu hiyo picha niko nayo. Hakuna. Sio yenyewe. Isa tumeishi ile nchi. Ile nchi tumeishi hakuna hayo mambo. Na ukijaliwa kwenda umra, kwanza ulikuwa hija. Ulifika Baqiyatul Gharqad pale Madina. Uliziona kaburi? Kuna nyingine ilijengewa Madina pale ulifika. Kuna nyingine ilijengewa. Kama kuna kitu wanachunga tauhid. Na ndio maana huwa ninasikitika sana mimi tunapoenda hii sehemu mnaita kwa Waarabu. Kwa hapa Burundi. Nadhani mnaona kaburi zao. Huwa ninasikitika kwa sababu sina cha kufanya. Maana pale kuna mashehe zetu wengi wamezikwa pale. Ingawa wao kaburi zao ziko vizuri. Lakini wengine si wao wanajenga. La yajuzu. Na ukiona amejengea hata marehemu mzee kabomoe, haijuzu. Naam. Nataka nipate elimu. Nataka nipate elimu. Tayib. Swali la kaka kule. Ndio laje? Ile la maji ya uzazi. Katika dalili katika dini yetu. Katika dalili itoa hapa. Tushasema mara nyingi sana, shahadatul khabir fi almas'alati tutabaru hukmun. Tushazungumza mara nyingi. Ushahidi unaotolewa na expert almahir, mjuzi wa hiyo mas'ala, dini inaijengea hukumu. Na mjuzi wa hiyo mas'ala ni daktari. Daktari kisha mpima mwanaume akamwambia wewe haiwezekani ufanye nini? Uweze kupachika mimba, haiwezekani. Huyo ndio expert. Lakini njia inayowezekana ni hii. Dini inatia tiki. Kama gisi dini inaruhusu kupima group sange. Mtu ana O positive, ana A plus B, hautalikuta Qur'ani au nini. Lakini kwa nini tunapitisha na tunaruhusu watu wapeane damu? Kwa sababu expert wa hayo ni mganga. Ndio alishampima akasema wewe uko na O positive utampa wa hii. Wewe uko na A plus B utampa hii. Na dini inajengea kwa nini? Hukumu. Na huyo ndio katoa hayo majibu kwamba wewe huwezi kupachika nini? Mimba isipokuwa kwa hii njia itaenda. Na huyo ndio katoa majibu kwamba huyu mwanamke hawezi kuzaa mvua normal. Si inatokea mwanamke anataka kuzaa machungwa anayasikia, lakini njia inakuwa usiende kumfanyia ruqya, utamuua. Expert kisha atoa majibu kwamba huyu lazima afanyiwe cesarean. Hukumu inatengenezwa hapo, maadama mjuzi wa hiyo masala ambaye si shekhe kisha toa hiyo. Ama aya ndani ya Qur'an, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mungu akusema fasalu ulama, alisema ahla dhikri. Ahla dhikri manake ahla shay, wenye fani yao. Nikinana ni waganga hapo sasa hapo amefanya nini? Sasa kupata elimu katika vision ya nimefuata haya information 2040 wanasema kama hapa sasa kwa uwezo wanachukua mbegu ya mwanaume na mwanamke wanatia mkitu mkuveze, alafu inatoka. Sasa hapo vipi? Tutasubiri huko ndio hukumu itatoka. Tuone kama tutakuwa kwanza eko, alafu tuone kama yatawezekana. Yakiwezekana hukumu itakuwepo, kwa sababu ngoja. Jamani, msingizi akili kwenye dini. Iko hadithi sahihi, Mtume Muhammad alisema zama za maswahaba, maana hadithi zama za maswahaba. Mtume aliwaambia maswahaba kwenye maana ya hadithi,
akasema zitakuja zama mpe, alisema zitakuja zama irsalu risala takunu kalahmi albasar. Mtume alisema zitakuja zama kabla kiyama hakijafika, kutuma ujumbe itakuwa kama kukapua jicho. Zama hizo aliwaambia maswahaba, kwa sababu maswahaba kutuma barua ujumbe kutoka Maka kwenda Madina au barua kutoka Maka kwenda Baitul Maqdis ilikuwa sio chini ya mwezi. Sasa Mtume akamwambia zitakuja zama kutuma ujumbe kalahmi albas, kama kukapua nini jicho. Leo kwa watu wenye kuelewa ndio WhatsApp, nadhani mnayaona, lakini maswahaba hawakuelewa, waliamini kutokana na imani yao, kasema Mtume lazima iwe hivyo. Lakini leo sisi tumelieshi, kumbe hayo, acha tusubiri wakati watakaokuwa katika maamuma na katika mashehe, hukumu itatoka. Uwezi kutolea hukumu kitu ambacho bado akijawa, dini haikubali. Naam, nilikuwa nataka niongezee kusikana na ile swali la ndugu yangu, afu nifanye nauliza la kwangu. Ni moja tu, kwa sababu wengine waulize, muda umeisha. Naona pamekuwa leo maswali mengi mengi. Naam. Na wewe kimaliza tunakuja huko alafu tumalize na kuna wengine kwa alafu tunamaliza. Naam. Kusikana na swali la ndugu yangu ni kwamba leo kuna baadhi ya nchi pako les femmes porteuses. Yaani hao wanawake wanalipwa pesa. Hata India wiko hivyo. Wanalipwa juu wao kudungwa hizo spermatozoide na ovile. Wanabeba ujauzito ili hali sio wa kwao. Leo lipo. Na wanafikiri tena wanalipwa pesa. Ndio. Alafu wanajifungua, kisha mtoto anafanya nini? Anapewa wazazi wake kule. Hasa wa Marekani walifanya sana. India inafanyika. Ndio nauliza nasema aje? Inajuzu? La yajuzu. Itajuzu wapi? Haijuzu. Haijuzu kwa sababu wewe mtoto sana anajenga maziwa ya yule mama. La yajuzu. Swali la pili, atamrithi yule mama? Hawezi kumrithi. Wakati kwenye dini ukishamzaa mtoto kuna ahkamu zingine ambazo zinafuata. Ikiwemo wale wanakuambia mirathi na nini na nini. Hazitofuata. Jua wale wanakuja wanachukua mtoto wao wanafanya nini? Wanaishi, ndio maana haijuzu. Wewe usiishi kwenye mtoto. Dini inatazama mbali kuliko hivyo unavyofikiria wewe. Naam. Twende kule. Alafu ufu anakuja hapa na huyo atakuwa mwisho. Na swali limoja. Lakini kuna ka sentence kadogo atapitia nyuma hilo swali. Nilikuwa nauliza hivi, katika dini inaruhusiwa kama sehemu ya kuzikia pamejaa kutoa maiti, kuzikua zile mifupa, kuizika fasi moja afu wanaanza tena kuzika huko. Kuzika? Mfano kama fasi ya kuzika. Pamejaa. Wanaizikua. Afu wanaiweka yote fasi moja. Abada. Kila moja itazikwa tena nafasi yake. Lakini zinatolewa. Na Madina zinatolewa. Ndio maana uliona wanazika Madina. Kwa sababu pale amezika Mtume. Na ni miaka 1400 na kama ingekuwa zitolewe pangekuwa pamejaa. Kwa hiyo kuna muda fulani ukifikia wao wanazitoa wanaenda kuzizika mdezeri. Lakini kila moja tena mkaburi lake ndio ile nakujibia, sio force commune. Sio kwa pamoja. Kila moja mkaburi yake. Inajuzu. Mimi nakumbuka hata wakati mbali nini huku Ruziba. Nahitaji Nyabaranda. Wakati serikali pale inataka kupa viabilize kutia, ilisema watu wakatoe maiti zao. Waislamu wanaenda kutoa. Kuna shehe alikuwa amezikwa pale na mstiri jina walienda tu walitoa. Na swali sio baba yako, si Muislamu. Wewe mbona ushmelee baba yako sana? Kama unajua ni Muislamu tunachukua tunapeleka. Sio lazima mpaka ujue baba baba. Kwa maana hiyo utachukua baba yako utaacha zingine sasa. La juzu. Naam. Afika mwisho ulisema kama kuna makaburi yako pale kwa Waarabu. Naam. Na wewe nijua una tu la kufanya. Naam. Ukikuwa na uwezo ilikuwa ukufanye aje? Yaani, naam, swali zuri. Ningekuwa mimi na uwezo, mimi ningetoa amri kwa Waislamu tukabomoe kaburi zote zimejengewa. Kwa sababu ndio amri alitoa Mtume Muhammad. Mtume alisema alla tada kabran musharrafan illa sawaitahu. Msiachi kaburi yoyote imejengewa isipokuwa mmeisawazisha. Kwa hiyo ningekuwa na hiyo uwezo, ningeenda kuvibomoa vyote vile. Lakini sina. Na ndio maana siwezi kumwambia Muislamu akabomoe. Juu kisubutu utafungwa.
Lakini kwa ile ambayo nitakuwa na uwezo nayo mimi, ni ya kwako, ni ya kwangu, ni ya mfamilia, najua nitasema utasikia, nitawaambia msijenge. Naam, ndio hicho nimekusudia. Naam, ndio umeisha. Amina. Wengine mtauliza kesho, acheni huyo amalize afuteni, maana kuna haki za wengine. Lakini kuna huyu aliomba hapo, usivumilia tu. Acha tangu. Naam. Hauna swali? Uliza la kwako maliza. Nilikuwa naulizia, kuna baadhi ya Waislamu ambao wanakutana wanafia vitani, maiti zinakusanya nyingi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwenye jihad. Kwenye jihad. Alafu sasa sisi tumerejea sasa baada ya vita kumalizika. Vipi kuhusu zile hukumu za wale Waislamu waliochangwa na makafiri? Naam, swali zuri. Anasema Waislamu wanaofia vitani kwenye jihad, lakini kuna maiti tu nyingi, kuna za Waislamu na kuna zile ambazo Waislamu walikuwa vitani. Tutafanyaje? Maana unaweza sasa vipi huku mmechanga? Alikuwa anakifanya hicho Mtume Muhammad. Vita ilikuwa ikishaisha, Mtume alikuwa anaingia na maswahaba, yatafakadu shuhada, anatafuta wale mashahidi wa Kiislamu. Huyu ni Muislamu, sogezeni. Huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu. Wanazikusanya zote sehemu moja. Alafu wanazipanga kutokana na namna zile maiti wanazijua zinazidiana kuhifadhi Qur'an. Alihifadhi Qur'ani zaidi ya wengine ndo anawekwa mbele pale ambapo imamu kusalisha sala maiti atakuwa karibu yake. Wengine wanaenda wanafuatana hivyo. Huyu vipi? Huyu ana juzu ngapi? Huyu hivi. Yaani mnakwenda hivyo ukiwa kama Isa unapigwa nyumba kule. Alafu ndio mnasaliwa kwa pamoja. Mtume alikuwa anafanya hivyo. Alafu wale mashuhada wa vitani kama ni jihad, wale hawaoshwi. Lakini sawa wanazikwa na ile damu yake vile vile, kwa sababu siku ya kiyama atafufuliwa pia, ile damu yake inatoa harufu ya manukato. Kuna vita ambazo masala zinatokea kama DRC huko Kongo. Hiyo sio jihad. Hizi vita za ajabu hizi ndo nasema kijana. Ndio wanaua watu sasa wanakusanya. Ukimjua ni Muislamu mtamfanyia yale manne. Na kama hukumjua la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, atazikwa mfosi komini, yani shimo la pamoja. Lakini ukimjua huyu ni fulani, tunasali naye, mtachukua maiti mkaizike. Ndio kawaida. Ndio sheria. Lakini kama hukumjua, sawa na swali lako, imechanganyikana na wenyewe sio Waislamu. Ndio ukijua utafanyaje? Na ukijua utafanyaje? Na mko mfujo utafanyaje? Si lazima uanze mbele kwa nafsi yako. Mungu haikalifishi nafsi zaidi ya kile inachoweza. Allahu Akbar. Mko yule amaliza. Nilikuwa naulizia tu la ziada. Kuna dalili ambayo ipo kuhusiana na ile hali ya watu kuweka shuka kwenye maiti ya kike? Ndio, yakiwa ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke anastiriwa, yuko hai na yuko maiti. Kwa hiyo kama anaizikwa ndani ya kaburi ni mwanamke, dalili ipo, lazima pale pafunikwe pale, ili hata ikitokea bahati mbaya sana asiwafulamie wenye kwa juu. Ama kama ni mwanaume la inatolewa. Dalili ipo. Naam ka. Uliza tu huko. Na huko alikofia ameswaliwa kila kitu. Naam. Sasa na tumesha diriki. Kuta watu wameweza kuswali swala ya jamaa. Kisha wanatangaziwa jamani swala al-ghaib msali fulani. Mtu fulani kule tayari kwa shasaliwa, vipi ni jambo la swihi au vipi? Naam, kwanza inategemea. Sio kila mtu anafanywa hivyo. Ni kwamba inajuzu kumsalia maiti wa Kiislamu akthara min salati. Yaani kumsalia sala ya maiti zaidi ya moja. Inajuzu kutokana na yule aliyokufa ni nani. Kama aliyokufa ni shekhe, ni kigogo, ni kiongozi, ni mtu muhimu kwenye jamii, anafanywa hivyo. Lakini kama ni kabwela kama mimi na wewe, hiyo ni msalio kwa inatosha. Juni katika yale mambo mangapi? Yale mali. Lakini kama ni kigogo anasalio. Mimi nakumbuka hata wakati tuko shuleni kule alipofishwa almarhum Yasir Arafat. Nadhani mnamkumbuka, alikuwa ni kiongozi wa Palestina kule. Madina pale na Maka walitangaza kabisa. Wakati kule anazikwa kule Palestina, wakatangaza kabisa tukamsalia katika Masjid Nabawi. Kwa sauti na mikrofoni kabisa, salatul ghaib ala Yasir Arafat yarhamkumullah. Tukasimama na wale mashehe wakatusalisha. Kutokana na Yasir Arafat ni nani? Kwa hiyo wanawasalia, na hata anapotokea na kufa mfalme pia wanasalia. Lakini kama ni kabwela kama mimi na wewe, hapana. Isipokuwa kama mtaleta ile deni ya ule ukabila wenu wa undugu. Kafa ni mkubwa wako Sauza, unaona Hamisi kubali achana mimi. Wakati mkubwa wako Sauza kwa nini mkabwela mwingine? Na unajua kwa misaliwa. Maana na ile mnayo sana hivi. Lakini hiyo inakuwa sasa sio dini. Hiyo inakuwa sio dini. Kwenye dini kama ni mtu ambaye afise
igihagararo. Huyo ndo anafanyiwa hivyo. Tumwombe Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Tumwombe Allah asitufishi isipokuwa ameturidhia. Tumwombe Allah tujalie sote Firdaus ndio mafikio yetu. Allah tunakuomba utupe riziki itakayotosha sisi na wanetu. Tutenge mbali na maradhi machafu yasiyokuwa na dawa. Tunakuomba Rabbana wal Amina, uweke baraka katika maisha yetu. Uweke baraka katika kazi zetu. Uweke baraka katika pato letu. Uweke baraka katika kizazi chetu. Uweke baraka katika wazazi wetu. Tujalie sisi na wanetu na wazazi wetu Firdaus ndio mafikio yetu. Ya Rabbi, tunakuomba utupe mwisho uliokuwa mwema na utujalie ya Rabbal Alamina, tushikamane na tufaane na tufanane. Ya Rabbi, na ukitupa mtihani tujalie tuweze kuwa na subira na utulipe mengi mazuri sawa na subira tutakayokuwa nayo. Tunakuomba Mola wetu usitujaribu kunako dini yetu, usitujaribu kunako imani yetu. Ya Rabbal Alamina, tunakuomba utulindie dini yetu, tunakuomba utulindie afya zetu. Tunakuomba Rabbal Alamina, tuongozee vijana wetu, utuongozee na wasichana wetu wenye kuhitaji waume. Ya Rabbi, tunakuomba uwape waume wacha Mungu, na vijana wenye kuhitaji wake, ya Rabbi, wape wake pia wacha Mungu, na wenye kuhitaji watoto, Mola wetu, tunakuomba uwape watoto wema. Ya Rabbal Alamina, tunakuomba utujalie matendo yetu mema yawe ndio ya mwisho kwenye uhai wetu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. ابن نيامور ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.